nyanyuka twende tukalale. Sina muda mwingi hapa. Siwezi kuifanya. Nakupa pesa. Pesa naitaka, lakini siwezi kwenda sehemu ambayo yuko mwanamke ninaompenda mimi. Hivi ni nini kinaendelea kati yako wewe na Mzee Kiwewe? Unataka kusema nini? Mbona mjaripoti polisi? Nenda chumbani kwako. Ujasiri huu ukikunyima heshima kwangu, nitakuumiza vibaya. Baba, inawezekana vipi Liam akawa anasema kitu hicho miaka yote na kisiwe na ukweli ndani yake? Inawezekana vipi? Mnanihoji kuhusu kifo cha mama yenu au mnanituhumu? Hapana baba, lakini kama kuna kitu napaswa kujua, basi tafadhali naomba niambiwe tu. Ningependa nijue kila kitu kuhusiana na kifo cha mama yangu, kwa sababu kiukweli kinachoendelea sasa hivi mimi sina tena imani. Nimekuwa na mashaka baba, nimekuwa na mashaka. Simon, kuna sababu gani ya kuficha ukweli wa kifo cha mama yenu kama najua? Ni vipi kama na wewe unahusika? Umesema nini Liam? Umesema nini? Najua kwamba mama alikuwa anatembea na Mr. Richard. Na najua pia kama na wewe pia unajua kwamba Mr. Richard alikuwa anatembea na mkeo. Lakini baba, pamoja na mambo yote haya, hujasema chochote. Hujazungumza chochote. Na bado urafiki wako wewe na Mr. Richard unaendelea. Kwa nini baba? Kwa nini? Babe. Sorry, nimesahau kitu, dakika moja tu. Baba, alichokisema Liam ni kweli? Baba, ni kweli mama yangu alikuwa anatoka na Richard? Baba, ni kweli mama yangu aliuawa? Talk to me. Talk to me, Dad.
Jessica, ukitaka Luis awe hai, utaingia chumbani kwako, utajiandaa na kwenda kanisani kufunga ndoa. Kojak, unaweza kwenda nyumbani kujiandaa. Tukutane kanisani. Kata Freddy. Vipi? Mbona wimbi? Unajua mshikaji wangu, ukiwa na stress unaboa sana yani. Yaani ukishakuwa una stress tu unaboa. Mwanaume ukiwa na stress, mzee wangu, anapita baa anachukua mitungi 2-3, kama sio mtu wa mitungi, unapita kwa pusho unachukua ndumu unavuta mzee. Vipi? Freddy, kama utaki niwe hapa ungeniambia tu, mimi naondoka, sio shida. Yaani umepiga suti, jumba kubwa, lakini ulitendei haki mzee. You know what, Freddy? Yaani mtu anakuwa na stress, hana demu, hanywi pombe, hali kijiti, au ni matumizi mabaya ya stress. Mwekezaji, lete wine moja hapa. Dr. Naima. Rosie, Karibu sana. asante. Uko hapa? Nipo, karibu. Asante. Jesse yuko wapi? Yupo chumbani kwake. Na baba na mama? Baba. Sebe. Ngoja nianze huko. Karibu. Shikamoo bosi. Shikamoo madam. Karibu. Asante. Naenda kumuona Jesse chumbani kwake. Okay. Yes. Mpe simu. Zungumuza Luis. Na watu wanasubiria uniue ili waweze kupuzisha taarifa yote. Jinsi ulivyomuua mamake Liam. Ili sina ambaye amenipa Liam kwa kumuua mamake. Na watu wataiweka hadharani kabisa. Wasi mtu mzuri. Ulikuwa sahihi. Dr. Luis ana taarifa ya kifo cha Frida kutoka kwa Liam. Hebu tumalize kwanza harusi, afu ndo tufuatilie. Besti, vipi? Uko sawa? Kama unavyoniona tu, karibu. Na ule mzigo nataka nikupe. Nafikiri Dr. Lema ameshakwambia kila kitu. Dada samahani, naomba tupishe kidogo. You are not okay lakini.
Vipi? Besti, 99.9 Bell ni mtoto wa baba yangu. Jay, umenifurahisha sana leo. Hey. Bosi. Kwa furaha ulionipa, na wewe nenda kajifurahia zako mwachanisho wa ndoa. Au unasemaje? Sina baya dada. Bosi. Ila sasa jamani, kwa jinsi mlivyopendeza hivyo, hivi mnaenda kwenye harusi au mnaenda klabu nye? Harusi? Harusi gani? Si tunaenda kuomboleza kuachanika kwa ndoa. Yaani harusi tunayo na tunatamba nayo na tunaivunja, tunaisambaratisha. Majeshi ya watu Koja. Vipi, mbona bado hujajiandaa? Leo mimi nataka tuweke vita yetu kando. Leo tunakwenda kusherehekea jambo lako kwa ajili ya familia yako na maisha yako mwanangu. Ni siku yako ya furaha. Ni kweli baba, lakini si unajua siwezi kuvalia hapa. Naenda kuvaa kwa design yangu. Na nilikuwa natoka hapa. Yeah. Hapo sawa, umenitoa wasiwasi. Nani utakuwa ameshatangulia kwenye Kojak? Nini hiki? Si wewe na Ben kwenye hii video? Dad, sijui ni nini kimetokea. Tulikuwa hoteli. Nani anaweza kuweka kamera hotelini? Mbona umetoka hivi bila kumaliza makeup? Ngoja kukuletea hii. Baba, nilitegemea wewe utakuwa kwa upande wangu siku zote. Lakini matokeo yake hata wewe pia umenigeuka. Sasa, kuanzia sasa hivi na mimi nimepata fimbo ya kukuchapia. Jessica. Hakuna cha Jessica. Skendo ya Simon imekwisha. Nataka ya Kiwelu isambae mitandaoni kote leo jioni baada ya ndoa ya Jessica na Kojak. Sawa madam, nimekuelewa. Jessica, madam.
Kojak, please stop. Don't do it. Stop. Nifanye nini baba? Nifanye nini? Zaidi ya kwenda kumtafuta Jesse niweke mambo sawa. Kojak, kwa sasa hivi huwezi kumwambia kitu chochote Jesse akakuelewa. Hii siku imeshachafuka. Tafadhali mtaongea kesho. Kila kitu niachie mimi. Baba, ni nani anaweza kufanya huu mchezo mchafu kwangu? Ni nani? Relax. Baada ya muda mfupi tutajua kila kitu. Kojak, unamwamini Bell kwa kiasi gani? Bell anaweza kufanya hivi? Skendo ndo maisha yake. Swala lako la ndoa yako na Jesse lilikwisha kuwa mitandaoni tangu jana. Ilikuwa ni top story ya mjini. Uone kama ameamua kufanya hivi ili kutake over ile story nyingine iweze kuendelea kuchafua. Relax. Kila kitu kitakuwa wazi. Itaisha. Tena wewe ndio usiongee. Mama, usiongee neno hata moja. Kaa kimya. Mlikuwa mumjui mtoto mle naye. Mnaona mimi mpumbavu, mimi mjinga wa kupelekeshwa. Nisikilizeni. Na kuwa pia kwa miungu yako yote mama unayoijua hapa duniani. Usirudie kuongea neno lolote linalohusiana mimi kuoana na Kojak. Wala nisisikie kauli yoyote inayonishinikiza mimi kuoana na Kojak. Sitokaa nikaolewa na Kojak. Never in my life. Sio wewe peke yako, na wewe baba. Sauni kuhusiana na mimi kuolewa na Kojak. Mama, ukithubutu hata kidogo, sitosita kujiua mbele ya macho yako ukinitizama. Nitakufa mbele ya macho. I'm serious, sitanii. Na hamnijui. Sasa, and girl, look at the hair. The hair is giving. Hey! Mama Mushka. Kwanza, uko nchi nzima inatetemeka, imezimika. Sasa, huu ndio muda wa kwenda kwa kina bwana harusi na kujifanya na sisi wenyewe tuna huzuni, kama tumefiwa, kama ile trend na sisi tumekuwa affected nayo. Yani ni kule nani? Who is that? Belinda, uko chini ya ulinzi kwa kosa la kusambaza picha za utupu mtandaoni, kinyume cha sheria za nchi. Shikamoo baba. Marhaba mwanangu. Nilikuwa napita nikasema nikusalimie kidogo mwanangu. Karibu. Asante. Umependeza. Ndio mnavovaga hivi ukiwa kazini? Asante. Hata sio, yani hizi nguo zimekuja asubuhi. Kuna harusi. Harusi ya nani tena? Ya Dr. Jesse, mtoto wa Mr. Richard. Anafunga ndoa leo.
Lakini si ungeniambia kabisa kwamba kuna heka za harusi baba humu ndani, mimi ningeweza hata kupita siku nyingine. Yaani baba, wewe mambo ya matajiri ni makubwa. Hiyo harusi ni hata sijui. Kuna nini? Asubuhi wakati tunajiandaa tunaenda kanisani, huko mitandaoni zikaanza kusambaa picha za bwana harusi wako hotelini na Beli. Ndio hivyo. Anti, usijali, kila kitu kitakuwa poa. Nisamee mwanangu. Afande, samani naweza kuonana na mkuu wa kituo? Sawa, subiri. Bila shaka. Habari yako mama mheshimiwa? Rose, huyu ni nani na mnafanya nini hapa? Mimi naitwa Saidi, ni babake Rose. Nilipita kumsalimia. Sasa kama ulipita kumsalimia, kwa nini msingie ndani? Wewe Rose, simekuja jana tu. Leo hii mshamkumbuka huyu babako. Kama sio kuleteana umbea na matatizo kwenye nyumba yangu. Samahani madam. Pole mama. Na samahani pia, naondoka muda si mrefu. Kojak, Bella amekamatwa na polisi. Baba, hii ni mbaya sana. Hapana, relax. Nimeshaweka kila kitu sawa. Na kesi hii haitakugeukia wewe. Kila kitu kitakuwa kwa Bella. Relax. Vipi? Nani? Naima. Kojak, unampenda Naima? Maana ulipoona simu yake, moyo wako na macho yako na uso wako vimeingia hofu na kupoa, mithili ya mwanaume aliyepigwa na mwanamke aliyemsaliti. Kojak, niambie ukweli, mimi ni babako. Unampenda? Kuna wakati nilisota, mengi nikakosa, nikakata tamaa, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida,